Waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Kilimanjaro, naona wote mmesimama leo. Mheshimiwa Priscus Tarimo, swali la nyongeza. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika. Naomba kumuuliza Mheshimiwa Waziri, zahanati ya Kiboroloni ndio tulioichagua kama kituo cha afya cha kimkakati. Je, ni lini fedha zitakwenda kwa ajili ya kituo hicho cha afya cha Kiboroloni? Mheshimiwa Naibu Waziri majibu. Sasa Mheshimiwa Spika, ni kweli Mheshimiwa mbunge alikwisha wasilisha kata ya Kiboroloni katika zahanati ya Kiboroloni kuwa kata ya kimkakati kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya, na tayari Mheshimiwa Rais ameshatenga fedha za dharura bilioni 53 na milioni 500, na tayari bilioni 30 zimekwisha tolewa kwa ajili ya majimbo 120 ya awali zipo katika halmashauri zetu. Nikuhakikishie tu Mheshimiwa mbunge kwamba tutahakikisha pia tunapeleka fedha hizo kwa ajili ya kwenda kujenga kituo cha afya cha Kiboroloni ili tusogeze huduma za ngazi ya kituo cha afya kwa wananchi. Mheshimiwa Dr. Charles Kimei, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Ardhi katika jimbo la Vunjo ni ghali sana na ni adimu sana. Ni lini serikali itatoa mwongozo wa kuruhusu kujenga vituo vya afya kwa mfumo wa ghorofa kwenye maeneo ambayo ardhi ni adimu? Mheshimiwa Naibu Waziri majibu. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua kwamba yako baadhi ya maeneo hususan ya miji na majiji ambayo ardhi ni finyu lakini pia ni ghali zaidi, na tayari ilikwisha toa mwongozo na michoro kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya kwa utaratibu wa magorofa, na tayari imeshajengwa katika maeneo mbalimbali. Ukienda Dar es Salaam, ukienda Mbeya na maeneo mengine ya Arusha na kadhalika, tunajenga vituo vya afya, tunajenga hospitali na mara nyingine hata zahanati katika mfumo wa magorofa. Kwa naomba niwahakikishie Mheshimiwa Dr. Charles Kimei kwamba tupate tu maombi kutoka kwa mkurugenzi wa mashauri ya Moshi kwamba eneo hilo linahitaji kujengwa kituo cha afya kwa mfumo wa ghorofa ili tuweze kuipitia michoro na kukubaliana tuanze kutenga fedha kwa awamu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kituo hicho cha afya kinajengwa. Mheshimiwa Sashisha Mafue, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Zahanati ya Shirimgungani kata ya Mnadani tuliomba kupandishwa hadhi kuwa kituo cha afya. Je, serikali ina mpango gani wa kupandisha hadhi ukizingatia kata ya Mnadani haina kituo cha afya? Mheshimiwa Naibu Waziri majibu. Mheshimiwa Spika, serikali imeweka utaratibu kwa halmashauri husika kutuma maombi ya kupandisha hadhi zahanati kuwa kituo cha afya, na utaratibu huo sasa umeboreshwa zaidi, tofauti na siku za nyuma ambazo walikuwa wanalazimika kuandika barua kuja kwa Katibu Mkuu Ofisi TAMISEMI kwa ajili ya maombi hayo, ilikuwa inachukua muda mrefu hadi siku 60. Yaani sasa tuna mfumo ambao ni wa kidijitali, Health Facility Registration System, ambayo inawezesha halmashauri kutuma online maombi yao na timu ya ukaguzi kutoka Ofisi ya TAMISEMI kushirikiana na mkoa kufanya ukaguzi wa majengo katika zahanati ile, eneo, lakini na idadi ya wananchi ambao wanatarajiwa kuhudumiwa, ili kama inakidhi vigezo tuweze kuipandisha hadhi. Kwa naomba nikuombe Mheshimiwa Sashisha kwamba jambo hili tumelichukua Ofisi ya TAMISEMI, tutafuatilia na tuone kama inakidhi vigezo tuweze kuanza utaratibu wa kupandisha hadhi. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPAT namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.